Yanga walienda kasi. Sawa eh? Walienda kasi, lakini inaonekana kuna vitu ambavyo havikwenda sawa. Kuna baadhi ya vielelezo ambavyo kasi ilivihitaji vikaonekana vimeshindwa kutosheleza. Yes. Yeah, kimsingi ukiangalia tu kurasa wa pili wa ile barua kati ya zile kurasa 9 inaeleza wazi maamuzi ambayo yanayoenda kutolewa mwishoni, sababu mwishoni, kurasa mwisho kabisa, ndio kuna maelekezo ya nini hatua za kufuatwa, yale maamuzi makubwa matatu. Lakini kufikia hayo maamuzi makubwa matatu, kwenye ukurasa wa pili hapa CAS CAS wameelezea kwamba mlalamikaji ambaye Young Africans alipowasilisha hiyo barua Aprili 14 alitakiwa alete uthibitisho katika madai yake kwamba anahisi haki yake inaweza kwenda kunyimwa. Akaambiwa leta uthibitisho haki yako kama Young Africans inanyimwa vipi, ili hali barua iliyotolewa na mamlaka ni ya kuahirisha mchezo. Haikusema kwamba nyie mnapokwa pointi, au haikusema kwamba itaathiri vyovyote nyie nafasi yenu kwenye msimamo. Na kinachokatiwa rufaa kwenda kasi ni maamuzi ya vyombo vya shirikisho, sio barua ya maelekezo. Kasi ya wadili na barua walichokitoa bodi ya ligi ni barua ya maelekezo kwamba kwa sababu za kiuchunguzi zinazoendelea, hii mechi itapangiwa tarehe siku nyingine ili tukamilishe uchunguzi. So kwa mujibu wa kasi, iliwapasa Young Africans wasubirie hiyo ripoti ya uchunguzi, then maelekezo yake kama waridhishwi nayo ndio wasogee hatua za juu. Kingine ambacho waliwataka Young Africans wakithibitishe ile tarehe 14 April, ni kuonesha kwamba wao kuahirishwa kwa ule mchezo kumewatia hasara ya kimapato. Kasi wanawahoji Young Africans, tuthibitishie namna gani ambavyo nyinyi mapato yenu yanaathiriwa, ili hali mechi haijavunjwa, mechi imeahirishwa. Kama tiketi ziliuzwa ama zitaendelea kuuzwa, sehemu ya mgao wenu wa mapato bado uko pale pale. Hilo nalo pia jopo la wanasheria wa Young Africans walishindwa kuthibitisha. Na mbele zaidi, kingine ambacho Young Africans walikuwa wanadai wapewe pointi 3 na magoli 3 ni kwa sababu maamuzi ya bodi ya ligi yalikuwa yana athari kwenye nafasi yao kwenye msimamo wa ligi. Kitu ambacho pia kasi wanasema kwamba Young Africans wameshindwa kuthibitisha kwamba hii mechi iliyosogezwa mbele kuja kupangiwa tarehe nyingine, maamuzi haya yanaweza kuathiri vipi nafasi yako kwenye msimamo wa ligi. Sio kwenye hivyo vipengele vinne vya kwanza ambavyo Young Africans waliobidi wakae chini waje walete vielelezo, wameshindwa kuleta vielelezo vyenye mashiko. Ndivyo ambavyo vimepelekea rais wa CAS kutoa ruling ile kwenye ukurasa wa 9 kwamba Young Africans, moja, wamepeleka malalamiko yao ama rufaa yao kwenye chombo ambacho sio sahihi kuweza kudili na hayo malalamiko kwenye ngazi hii, kwamba hii kesi yao bado ni tete, bado ni nyepesi, na ndani ya shirikisho la soka nchini na bodi ya ligi kuna vyombo ambavyo vilikuwa vinaweza kukaa na kusikiza hii kesi na kutolea maamuzi. Hivyo Young Africans imeruka hivyo vyombo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hoja ya Young Africans kutaka kupewa pointi 3 hazina mashiko, kwa sababu bodi ya ligi iliwaambia kwamba kuna tuhuma ziko hapa ambazo zinafanya mchezo usio kwenye mazingira mazuri kuchezwa hivi sasa. Na wanachotaka Young Africans upewa alama 3 sio muda mwafaka, kwa sababu hiyo bodi haijaja na ripoti kwamba hizo tuhuma ni sahihi ama sio sahihi. Na muda wa Yanga waliotoa shinikizo kwamba tupewe majibu ndani ya muda mfupi, huo muda utoshelezi kwa bodi kuweza kufanya utafiti na kuja na majibu yaliyonyooka. Kasi wamejiridhisha katika hilo. Kwa hiyo Young Africans wasiwatie pressure bodi, wawapatie muda kutimiza wajibu wao wa kiuchunguzi. Na la tatu, wakiwataka Young Africans kulipa gharama za kusikiza ushauri kiasi cha almost milioni 3.2 kama na nusu hivi kwenye fedha za Kitanzania.